Ndugu wananchi, tunapozindua soko jipya la Kariakoo, tunafungua ukurasa mpya wa tumaini na nguzo kubwa ya shughuli za kiuchumi kwa Watanzania wengi wanaotegemea biashara. Sisi sote tunakumbuka lililotokea ndani ya soko hili mwaka 2021, na tukio lile halikuangamiza majengo tu, bali pia waliangamiza mitaji na lilisambaratisha ndoto za matumaini za wafanyabiashara pamoja na kuyumbisha familia na wategemezi. Tunapokutana hapa leo, tunasema kwa dhati kwamba tukio lile limetufunza, na kutokana na mafunzo hayo tumejipanga na tumeamua kuanza upya kwa kiwango au viwango vinavyokidhi hadhi na mahitaji ya biashara ya kisasa. Ndugu wananchi, soko hili la Kariakoo ni sehemu muhimu ya kibiashara au commercial hub kwa nchi yetu, inayowaunganisha mzalishaji, iwe wa mazao ya kilimo au mazao ya viwandani, msafirishaji, muuzaji pamoja na mnunuzi. Muunganiko huu unaifanya Kariakoo kuwa ni soko la watu wote. Soko hili ni soko la sasa au la leo, lakini vile vile ni soko la kesho kwa vizazi vijavyo. Soko hili si la watu wa aina au kundi fulani, ni la Watanzania wote na wasio Watanzania kutoka nchi nyingine. Sasa kwa sababu hizo nilizozitaja, ndio maana serikali imechukua jitihada za kulijenga upya soko hili kwa lengo la kurejesha kipato, kulinda ajira na kuimarisha hadhi ya biashara ndani ya nchi yetu. Na huu ndio uhalisia wa kazi na utu. Tunapojenga uchumi, tunajenga utu wa mtu.